anaitwa Dickson Masegenya Mango, umri miaka 66, ni mkazi wa Mwanza Busweru. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 26, Mwanza iliingiwa na wimbi kubwa la kutisha, si katika familia tu, lakini pia katika familia za Kitanzania. Tarehe hiyo 6, mimi nikiwa nyumbani kwangu, mdogo wangu tulikuwa sambamba asubuhi, na yeye akiwa katika familia yake. Huyu mdogo wangu anaitwa Tobias Kevin Masegenya Mango, ana umri wa miaka 54. Wakiwa sambamba na rafiki yake William Mangamela, walikuwa katika maandalizi ya kuandaa harusi yake ambayo ilikuwa inafungwa tarehe 29 mwezi wa 5 26. Hivyo walikuwa pamoja kwa muda mrefu. Wote hawa ni washiriki wa kanisa la Wasabato Mwanza. Ilipofika saa 2 usiku, ambayo sio kawaida yake kutokuwepo nyumbani kwake, mke wake alinipigia simu akiniuliza kama huyu bwana Tobias yupo nyumbani kwangu. Tobias ni mdogo wangu wa kuzaliwa, wa 5 kwangu. Nilimjibu mke wake kwamba kwangu hayupo na sina taarifa. Akaniambia anampigia simu hampati. Leo ni zaidi ya mwezi, hatuna taarifa yoyote kutoka kituo chochote cha polisi. Ni wapi wamefikia? Lakini jambo la kusikitisha, baadaye ilipatikana taarifa ya Robert Nkwabigaia kwamba kakamatwa Iringa. Nini kilimpeleka Iringa? Mimi na wewe ninayekueleza hatujui, ila waliomkamata sasa ndio wanaweza wakatuambia kama hili kundi ni moja. Na namba za Robert Nkwabigaia zinaonekana zilikuwa zinampigia William Manga na zinampigia Tobias Masegenya Mango kwenye tarehe walizotekwa, na yeye anakwenda Iringa, na baadaye Iringa pamekwenda, na sisi tunaendelea kufuatilia. Tumebaini baadaye kwamba Robert Nkwabi alikwenda akakamatwa na baadaye amepelekwa polisi Mbeya, na tukapata habari kwamba yuko polisi Kyela. Taarifa hizi bado niliziwasilisha pia polisi kwamba nina taarifa Robert Nkwabigaia yuko kituo cha polisi Kyela Mbeya. Lakini baadaye kulipatikana taarifa kwamba Robert Nkwabigaia kapelekwa kituo kingine cha polisi Mbarali. Anaama vituo kwa mata ipi? Kama hana kesi au ili kundi lote lina kesi kama ziko Mbeya, basi na sisi tujulishwe kwamba ndugu zetu wako Mbeya, ili haki ipate kutendeka. Kwa sababu haki kutendeka ni pamoja na kuwapeleka mahakamani, wahukumiwe, washtakiwe kwa mujibu wa sheria, ili kama wana hatia wawajibike na kile walichokitenda. Lakini ukimya huu tunaendelea kuchafua taswira ya Kitanzania ya vijana wenye nguvu kazi kuwa wanapotea usiku na mchana na hakuna majibu sahihi yanayoweza kutolewa na taasisi husika. Hebu tusaidiwe kwenye hili kwa vyombo husika kuweka bayana nini kinachoendelea. Naamini hili swala halijachukuliwa kwa uzito stahiki, kwa sababu aidha halijawagusa waliohusika kwenye hili. Lakini ukijua uchungu wa kupoteza mtu na ukaguswa kwa kupoteza mtu, yawezekana hata wengine leo tunaoendelea kuwa na hekima na busara za kuongea kwa utulivu, inawezekana ninyi ambao hamjaguswa msifikie hatua hii. Tuliopotelea ndugu, familia ya William Mangamela umri miaka 60, Tobias Masegenya Mango umri miaka 54, nilikuwepo mimi mwakilishi. Matwiga Amos Nyamoko miaka 56, Nyamoko Zegera Nyamoko alikuwepo familia yake, ambaye familia yake haikuwepo siku hiyo ni ya Robert Nkwabigaia. Watu wote hawa 5 niliowataja ni wakazi wa Mwanza, wote na wafahamu na wote wanafahamiana hawa. Kwa majina yangu naitwa Manga Msalaba, ni mkurugenzi wa Safa World Organization Tanzania, SWOT kwa kifupi.
Ni shirika linalojihusisha na utetezi wa haki za binadamu. Katika kutetea haki za binadamu, shirika letu lilipata taarifa hivi karibuni kwamba kuna watu 5 walitekwa siku moja katika jiji la Mwanza. Baada ya kuwa wametekwa, watu wale hawakuweza kubainika tena kwamba wako wapi. Kwa mujibu wa taarifa ya ndugu, anasema kwamba alitoa taarifa polisi na wakajaribu kuangalia hata katika kila kituo chochote cha polisi, lakini hawakufanikiwa kuwapata. Sasa cha kwanza kabisa, sote tunafanya nini? Sisi tunalaani vikali kuhusu matukio kama haya ya watu kutekwa, kupotea kusikofaa, ambapo kunaonekana kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ingawaje bado tunafanya ufuatiliaji zaidi kuhusu kubaini ni akina nani wanaweza kuwa wanafanya mambo hayo. Kuna wakati yanaibuka baadhi ya magenge yanayojihusisha na kuteka watu, kuwateka nyara watu na kuwafanyia matendo mabaya, na kwa ikiwezekana hata wakati mwingine kupoteza maisha yao. Naiomba serikali ijaribu kuongeza effort kwenye kupambana na magenge ya watu wanaojaribu kupoka haki za watu wengine, kwa sababu mwisho wa siku serikali ndio inayonyoshewa kidole kwamba labda pengine inahusika na mambo kadhaa na mambo kama hayo. Sasa kumbe watu wengine tu ambao wako pembeni wanawaza kufanya mambo yao ambayo ni ya kuteka watu, kuteka nyara watu, kuwaumiza watu bila hata serikali. Hakuna serikali inayoweza kuwa inaweza kutuma watu kwa ajili ya kuumiza watu wengine. Sidhani kama inawezekana sana. Sasa ninaiomba serikali ichukue hatua za dhati kabisa. Watu hao 5 ambao wametajwa hapa iweze kufuatilia kwa karibu sana na kwa kina, ili baadaye wapatikane na hatua zichukuliwe dhidi ya magenge ambayo yameibuka yakifanya matukio kama hayo.